Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Simba Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia ni Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea. Ahmed Ally ameweza kufunguka kuhusiana na adhabu ambayo ameweza kupokea. Hapa nazungumzia mpinzani wake ambaye ni Ally Kamwe mara baada ya kutangazwa kufungiwa kujihusisha na soka hapa nyumbani Tanzania. Ahmed Ally ameweza kufunguka yale ambayo yeye ameweza kuyaona mara baada ya tathmini kuweza kufanyika kwa kile kilichoweza kutokea. Ila kabla tujaendelea kukusogezea kile ambacho amekizungumza, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Simba Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa, ambalo limeweza kuteka vichwa vingi vya habari hapa nyumbani Tanzania. Karibu. Taarifa kutoka katika mitandao ya kijamii zinabainisha kwamba Ally Shaban Kamwe amefungiwa miaka 2 kujihusisha na soka hapa nyumbani Tanzania na nje ya Tanzania, yani asigusane kabisa na masuala yote yanayohusu mpira. Hivyo basi taarifa ambayo iliweza kutolewa ikihusisha kwamba ni moja kati ya kauli zake ambazo zimekuwa zikiendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii, akionyesha kwamba kama kuchochea kile ambacho kilikuwa ni kwamba kupingana na maamuzi ya waamuzi, huku akidai kwamba Simba anapendelewa. Sasa baadhi ya watu wameanza kufukua makaburi, ambapo wameanza kutoa zile za ndani kabisa. Hapa nazungumzia zile za Ahmed Ally, na wakawa wanasema vipi hili la Ally Kamwe halihusiani na hili ambalo limeweza kutolewa na hapa nazungumzia na Ahmed Ally. Mbona kauli zao ni zile zile? Na vipi mbona Ahmed Ally yeye hajafungiwa, amefungiwa mtu mwingine? Unaona bana, ambapo Fumau mshairi, huyu ni shabiki wa klabu ya Young Africans, yeye ameweza kuweka notification ama ameweza kuweka screenshot ya kile ambacho aliwahi kukiandika Ahmed Ally. Anasema ya kwamba zimechezwa jumla ya mechi 18 za raundi ya kwanza, ya pili hatujasikia malalamiko wala hatujaona makosa ya kibinadamu. Kamati ya saa 72 imetoa taarifa ya mwenendo wa ligi kwa raundi ya kwanza. Hakuna onyo kwa waamuzi au kufungiwa au kuondolewa kwenye ligi, yani kila kitu kimeenda vizuri. Mambo yameenda vizuri kwa sababu kuna timu bado hazijacheza. Wakishaanza wao tu ndio utaona makosa mengi ya kibinadamu yenye kuwanufaisha wao, lakini mwaka huu ni ubaya ubwela. Waliopo tupo unyama ngadu, tunataka haki tendeke, ubingwa upatikane kihalali. Unaona bana. Sasa Fumau akaja kuandika akasema ya kwamba hivi kuna matusi makubwa kwenye mamlaka kushinda haya. Kama kuna sababu nyingine ya kumfungia Ally Kamwe tofauti na andiko lake, sawa. Haiwezekani hicho kinachoitwa kamati ya maadili kufanya vitu kwa double standard namna hii. Huku ni kudidimiza ndoto za baadhi ya vijana wa Kitanzania. Kwa nini kila siku ni Yanga tu ila siku ingine? Kosa hili la kimtandao, kuna mtu aliadhibiwa miezi 3, kwa nini Ally Kamwe miaka 2? Mpira wetu uko na shida mahali, ila tutafika tu. Sisi hatuko tayari hata kidogo kufumba macho swala hili. Tunasubiri kuona tamko la wazi kutoka kwenye mamlaka, tupate mlongo wote serious, na tunaacha kudili na unaona bana, mambo ya waamuzi na focus na option kwenda kwa waamuzi. Unaona bana, akiweza kuweka
hilo bayana. Kwa hiyo watu wameanza kufukua mambo ambayo aliwahi kuyazungumza Ahmed Ally kwa wakati wa nyuma huko kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Young Africans, akisema ya kwamba mbona kama kauli hata Ahmed Ally amekuwa akizizungumza kauli kama hizo ambazo leo hii zimeweza kumtia hatiani bwana Ally Kamwe. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea.